خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Na asalamu alaykum wapendwa watazamaji wapenzi wa Ashka Cisse Television, katika kipindi chenu Hasun Ramadan. Tunakutana tena kama kawaida. Leo tuko siku ya vendredi le 15 mai 2020 sawa sawa na le 22 Hijiria, yani mwezi wa Ramadhani ya mwaka Hijiria ya année linéaire kama vile tunapofuata sisi Waislamu. Sasa kama kawaida tuko na Sheikh Abubakar, tunakutana tena naye kwa mara nyingine ili kuendelesha darasa letu la special Ramadan. Na hivi tuko deja mu dernière partie ya mois de Ramadan, surtout ni ile 10 derniers jours ya mwezi mtukufu wa Ramadan. Leo mtakumbuka kama tuko deja le 22, c'est-à-dire tusha consommer 2 jours mu ile 10 jours. Basi tunamkaribisha Sheikh wetu Alhaji. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi siyam, mambo yanaendelea salama? Alhamdulillah rabbil alamin. Confinement kila kitu iko sawa? Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, shukrani. Basi wapendwa watazamaji wapenzi, tunamuona ni Alhaji Sheikh Abubakari Ali Kaliuku, tuko naye hapa na pamoja tutaendelesha na darasa letu. Lakini Sheikh, mimi nafikiri tuko kwenye 10 la mwisho, nafikiri ndio itakuwa mada yenyewe au inakuaje? Ndio, leo tutazungumzia 10 la mwisho ambalo ndio tuko ndani yake tayari, na leo ni siku ya pili kwa sababu leo ni tarehe 22 ya mwezi wa Ramadhani. Ndio. Na sawa sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 5 wa mwaka 2020. Kwa hiyo maudhui sana tutazungumzia kama nukta 5. Yani nukta ya kwanza muhimu itakuwa ni faida na fadhila ya ushr al-awakhir min Ramadan, kuzungumzia faida na ubora wa 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na nukta ya pili itakuwa ni afdalul a'malu fil ushr al-awakhir, ni matendo gani ambayo Muislam anatakiwa hasa shikamane nayo katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na nukta ya tatu itakuwa ni Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Usiku wa cheo, naam, la nuit du destin, usiku wa cheo ambao unapatikana katika 10 la mwisho. Kwa nini uliitwa usiku wa Lailatul Qadr, unapatikana vipi na fadhila zinazopatikana ndani yake? Kisha na nukta ya 4 itakuwa ni vipi mtu ataupata ule usiku wa cheo. Kisha baada ya hapo nafikiri tutakuwa tunamaliza na maswali, sijui kama mmeshaandaa tayari ya wasikilizaji wetu na watazamaji waliweza kuuliza katika wiki iliyopita. Basi shukrani, mimi nadhania tuko tayari na Sheikh Abubakar. Leo tutazungumzia mambo mengi, mais parmi ile kuko la nuit du destin. La nuit du destin wa Islam, mnajua na wale ambao sio wa Islam, ni usiku mmoja kama mtu anaopata iko sawa sawa na 1000 mois. Iko sawa sawa na 1000 mois. Mimi nadhania Sheikh Abubakari atatufasiria, na ile inapatikana tu exclusivement mu 10e jour hii 3e dizaine ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ou bien 3e dizaine ya mwezi wa Ramadan, ndio tunaipata ile la nuit du destin. Basi Sheikh, karibu utupe vyombo. Naam. Alhamdulillah al-Khallaq al-Alim khalaqa az-zaman wa kawwara al-layla 'ala an-nahar wa kullu shay'in 'indahu bimiqdarin. نحمده على إدراك هذا الشهر الكريم ونشكره على ما حابانا فيه من الخير العظيم، ونسأله سبحانه صلاح نياتنا وقبول أعمالنا واستقامتنا على أمره واستمرارنا على عهده وإعانتنا على ما يرضيه واجتنابنا لما يسخطه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يصوم صلى الله عليه وسلم رمضانا إيمانا واحتسابا فدل أمته على ذلك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamtakia ziada na rehema na amani kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ali zake mtume na sahaba zake na waislamu wote ambao tutakubali kufuata Uislamu mpaka siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe mimi na wewe mtazamaji tuwe ni watu ambao tutaifaidika na Ramadhani na tutapata malipo makubwa, recompense ya munene baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, na tuwe waislamu ambao baada ya Ramadhani tutapata athar, c'est-à-dire nous verrons les effets du mois de Ramadan dans nous. Yani sisi katika tabia zetu ionekane ke nous venons d'un séminaire, tulikuwa katika semina ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani imeisha, tabia zetu zitabadilika na matendo yetu yatazidi kuwa mazuri.
Faddala Allahu ta'ala baina makhluqatihi wa rafa'a ba'daha ala ba'd darajat. Mwenyezi Mungu huwa anafadhilisha baadhi ya watu, na ndio maana sisi tukawa ni watu wa kawaida na wakawepo wengine watu ambao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni bora kuliko sisi. Fafaddala ba'd ayami wa shuhuri ala ba'd, na Mwenyezi Mungu alijalia akaifanya kukawa masiku bora na miezi bora kuliko masiku na miezi mingine. Waja'ala al-ayyam al-'ushr al-awwal min dhil-hijja afdal ayami ad-dunya, na Mwenyezi Mungu akajalia masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja kuwa ndio masiku bora ya mwaka mzima. Wafaddala ayami al-usbu' yawm al-jum'ah, na Mwenyezi Mungu akajalia kuwa siku bora ya semeni mzima ni siku ya Ijumaa. Wafaddala shahr Ramadhan ala sa'iri ash-shuhur, na Mwenyezi Mungu akajalia mwezi wa Ramadhani kuwa ndio mwezi bora kuliko miezi mingine. Waja'ala afdal al-layali, na Mwenyezi Mungu akajalia kuwa mausiku bora layali al-ashr al-awakhir min Ramadhan, akajalia kuwa mausiku bora ni mausiku ya 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Wa afdaluha, na usiku uliokuwa bora kuliko mausiku yote katika mwaka mzima au katika lile 10 la mwisho ni usiku wa Lailatul Qadri, fahiya afdal min alf shahr, huo usiku ni bora kuliko miezi 1000. Wakana nabii sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil awakhir al-'ushr min Ramadan ijtihadan kathira. Mtume alikuwa anajitahidi sana katika 10 la mwisho, kujitahidi kukubwa sana. C'est-à-dire il fournissait beaucoup des efforts pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, taharriya li lailatul qadr wa ihtinama li fadliha. Mtume alikuwa anafanya hivi kwa sababu ya kutafuta usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadr, na ili aweze kupata ile recompense au fadhila ambayo inapatikana katika la nuit du destin au usiku wa Lailatul Qadr. Kama qalat ummul mu'minin Aisha, kama alivyozungumza bibi Aisha katika hadithi iliyo sahih, hadithi ambayo rawahu Muslim, amepokea Imam Muslim kwa nambari 1175. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa il fournissait beaucoup d'efforts mu 10 derniers jours kuliko ma 20 jours ya mwezi wa Ramadhani uliopita. Watakulu aidan, na pia bibi Aisha anasema kwamba kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-'ushru, ilikuwa mtume ikiingia 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan, shadda mi'izarahu, mtume alikuwa kunafunga kikoi chake, c'est-à-dire il fermait vraiment sa ceinture. C'est comme qui dirait, mtu anakuambia ferme ta ceinture, mais fermez vos ceintures, maana yake mfunge, mkoe tayari kuweza kufanya ile kazi. Na hii ndio ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakaza kibwebwe chake, alikuwa anakaza ceinture yake, kwa sababu kila alikuwa anavaa mtume zamani ilikuwa ni kikoi, kwa hiyo alikuwa anakikaza vizuri. Wa ahya al-laila, na mtume alikuwa anahuisha usiku, c'est-à-dire il veillait, alikuwa halali usiku mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile siku 10 ya mwisho wa Ramadhani. Wa aiqadha ahla, na alikuwa anaamsha wake zake, c'est-à-dire il réveillait aussi sa femme. Mtume alikuwa anaamsha pia familia yake waweze na wao kusali ili kuweza kupata nani faida. Wa fi riwaya, na katika riwaya ya Muslim anasema wajadda wa shadda mi'zara, mtume alikuwa anajitahidi sana na alikuwa pia anakaza kikoi chake. Na maana ya kukaza kikoi ni nini? Fermer la ceinture, c'est-à-dire quoi? Ni kinaya, ni figure de style, figure de style, ambayo mtume anasema shadda mizara ijtihadan fi ziyadati al-ibada. Mtume alikuwa anajitahidi katika ibada zaidi kuliko wa 10 wengine. Maana yake 10 la mwanzo mtume alikuwa anasali na analala. 10 la katikati pia mtume alikuwa anaweza kusali na analala, lakini 10 la mwisho ahyal laila, mtume alikuwa hawezi kulali katika 10 la mwisho. Alikuwa lote anasimama anavee 10 yote diju kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakasema pia hii shadda mi'zara ni kinaya anil i'tizali nisa'i lilishtighali bil ibada. Na hii kufunga kibwebwe inamaanisha pia mtume alikuwa insepli kumuingilia mke wake, c'est-à-dire ile act conjugal ya mtume ilikuwa haifanyiki tena pendant 10 derniers jours ya mwezi wa Ramadhan. Mtume alikuwa hawezi kumkana mke wake, alikuwa tu anahamia tena msikitini anafanya i'tikaf kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ndio usiku wa cheo ambao ni usiku bora kuliko mausiku mengine kama tulivyoona katika hadithi, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana. Kwa hiyo ni juu yako wewe ndugu yangu Muislam na mimi mzungumzaji, tujitahidi tufanye mazuri na makubwa sana katika hii Ramadhani, katika hizi siku 10 za mwisho kuliko tulivyofanya katika masiku yaliyopita. Al-'ushr al-awakhir min Ramadhani suqun adhim, wanatufundisha wanasema ili 10 la mwisho wa Ramadhani ni soko kubwa.
c'est comme si ni supermarché, ni soko ya munene, mall. Mfano ukienda Dubai wapi utaangalia kuko mall, unaweza kutoka hapa kupita mpaka kule ku marché mzee Kabila, yote ingaliki ni mall. Ni soko kubwa ya mtu kwenda kuchuma ndani yake. Yatanafas fihi salihun, watu wema na watu wazuri huwa wanashindana katika lile soko. Wayajtahidu fiha ijtihadan adhiman, na wanajitahidi sana ndani yake ijtihadi iliyokuwa kubwa. Wayataqarrabuna ila Allah ta'ala bi anwa'i ta'ati wal qurbat, na utawaona watu wema katika hili 10 la mwisho wanajitahidi kufanya taa, ibada mbali za kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhrisu ala khatmi Ramadhan bi afdalil a'mal. Hawa watu wa namna hii wanapenda kuimaliza Ramadhani, donc terminer le mois de Ramadan avec le meilleur œuvre, le meilleur acte, amalize Ramadhani na matendo yaliyokuwa mzuri. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, katika hadithi iliyokuwa ni muttafaqun alayhi, Mtume anasema innamal a'malu bi khawatimiha. Mwenyezi Mungu anaangalia matendo mwisho, kama est-ce que tu vas finir ta vie, c'est-à-dire Ramadhani yako yenyewe ulianza, utaimaliza vipi, unamaliza vipi mwezi wako mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Falmuslim yura, muislamu anaonekana katika ili 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani katika amali zilizokuwa bora ni qaiman yusalli. Utamwona muislamu akiwa wima anaswali, atafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anakuwa yuko wima anaswali, au taliyan lilqur'ani alkarim, au akiwa anasoma usiku Qur'ani tukufu. Muislamu hawezi kulala ya sahar, na ndio maana Qur'ani itakuja kumtetea siku ya kiyama kusema huyu mana'tuhu an-nawm, nilimshindisha kulala, huyu alikuwa anaisoma hii Qur'ani. Au dhakira Allah, au muislam katika usiku wa 10 la mwisho kila wakati atakuwa yuko anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au da'iyan rabbah, au akiwa ananyanyua mikono kumlilia Mola wake, kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muniban khadi'an lahu la yarda an yasbiqahu illa Allah ahad, muislamu anakuwa anajirejea kwa Allah, anajinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu ili mtu mwingine asimshinde katika matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo katika matendo yaliyokuwa mazuri, Bwana Isa hapana kukubali hata siku moja mtu akushinde. Inatakiwa ujitahidi kwamba wewe ndio ufanye amali nyingi zaidi kwa sababu ya kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wako masalafu saleh, watu wema waliotutangulia katika zile kurunu mufaddala, katika ile generation iliyokuwa mzuri, wanasema kana yuadhimuna 13, wao walikuwa wanatukuza masiku 13. 10 la mwanzo ni al-ushr al-akhir min Ramadan, ni 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadan, ndio wao walikuwa wanaitukuzwa, wanafanya jitihada kubwa. 10 lingine ni al-ashr al-awwal min Dhul-Hijja, ni zile siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hijja, ni katika masiku bora ya mwaka. Na 10 la mwisho ni al-ashr al-awwal min al-Muharram, min Muharram, ni 10 la mwanzo la mwezi wa nini? Wa Muharram, ambao ndani yake kunapatikana ile somo ya nini? Ya Ashura. Kwa hiyo hizi ndio 10 ambazo walikuwa wanajitahidi ndani yake, wanafanya matendo ili kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanatufundisha, wanatuambia fadlu al-ashr al-awakhir min Ramadan, maana tuko katika hizo point yetu, ubora wa haya masiku 10 ya mwisho, ya ummu al-amalu fiha ya ummu al-layl wan-nahar, matendo mazuri yanafanyika ni usiku na mchana. Usiache tu mchana unafanya vyako, usiku unafanya mazuri, hapana. Ni 10 la mwisho, maana yake tunaposema al-layli au lailu, usiku au siku, c'est-à-dire nabeba usiku wake na mchana wake, c'est-à-dire pendant la journée et pendant la nuit vous devez vous concentrer mon adoration ili kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa fadhil al-ashr al-mubarakat, hizi siku 10 za mwisho Bwana Isa, faltakunu lilmuslim fi iddatu al-khatamat, tulisema kwamba muislam ndani yake ajitahidi kusoma Qur'ani sana. Angalau kila siku unasoma juzu 3 za Qur'ani, ili angalau mpaka baada ya 9 jours au 10 jours uwe umemaliza Qur'ani yote tukufu, na utakuwa umepata ujira mkubwa kama alivyokuwa anajitahidi kufanya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na kitu kingine ni ad-du'a, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba dua ndani yake. Wa silahul mu'min, dua ndo protection na silaha ya Muislam. Leo kuna magonjwa ya corona, tunatumia majeste barriere, lakini tout en sachant que le seul protecteur ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dua Muislam hataki kuiacha muda wowote. Wa akramu shay'in ala Allah, na dua ni kitu kikubwa sana kikarimu mbele ya Allah. Na ukiangalia hizi Qur'ani ilivyoshuka, aya ya siyam, baada ya aya ya siyam ndio imeshuka aya ya dua. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم فاذا سالك عباد عني فقل اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. Hii aya imekuja baada ya aya ya siyam kuonyesha kwamba ndani ya siyam watu wanatakiwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu ana shida yake. Kuna watu hawana kazi haziendi, mambo yaendi, maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumlilia Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu awafungulie mambo yao. Kwa hiyo lazima tuombe dua, ukiwa ni rafi'an yadayhi, unanyanyua mikono yako, munkasiran baina yadayhi
rabbih, mtu ujionyeshe unajishusha, tu n'es rien devant ton Dieu ton créateur, ujishushe ujidhalilishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mustaqbilan qibla, unaelekea qibla wakati wa kuomba dua yako, tahiran dhahiran wa batina, ukiwa msafi ndani na nje. Sadiri kama tunasema usafi wa ndani, kuwa muislamu ambaye hauna chuki, hauna roho mbaya, una mapenzi na Uislamu wenzako, na nje ukiwa msafi. Wanatuambia salafu salih 10 la mwisho walikuwa wanaweka parfum, wanajiparfume ili kumuomba Allah kwamba awe msafi ndani na nje, ananukia vizuri manukato yake. Kwa hiyo hii ni katika dua ambayo au ni katika sunna ambayo watu wanatakiwa kujitahidi sana. Kitu kingine ambacho ni mustahabu, yustahabu lilmuslim al-ikthar fi al-ayyam al-'ashr wa layaliha min at-ta'at wal-qurbat yurja biha al-maghfira wal-itq min an-nar. Matendo mengine ambayo Muislamu anatakiwa ajitahidi katika hili 10 la mwisho ni wewe Muislamu kufanya amali ambazo unajua ukizifanya utapata msamaha wa Allah na utatengwa mbali na moto wa Jahannam. Katika matendo ambayo inaweza kumsababisha mtu akasamehewa na Allah ni al-iktharu minat tahlili, ni mtu kuzidisha kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire donc avoir cité cette citation là plusieurs fois pendant la journée, kwa sababu inathibiti kwamba atakayesema hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ukisema mara 10 Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu 10, anakuandikia thawabu 10 na 10 moja fadisi inakuwa 100, unafutiwa pia madhambi 10, unakuwa sawa sawa umeacha watumwa huru, umeacha huru watumwa 4. Na ukisema mara 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra, ukisema mara 100 unakuwa sawa sawa umeacha watumwa huru 10. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema katika hadithi iliyokuwa sahihi, ameipokea Imam Bukhari kwa numero 2517 na Muslim kwa numero 1509. Mtume anasema ayyuma rajulin, mtu yoyote, ataqa mra'an musliman, atakayemwacha mtumwa huru, kumwachia esclave, kumrandre liberte yake, instanqadha Allahu bikulli 'adhin minhu wad'an minhu minan nar, Mwenyezi Mungu atamwacha kwa kila kiungo kia ule mtu aliyemwacha huru. Yeye mwenye kumwacha mtumwa, Mungu atamwacha mbali na moto wa Jahannam. Kwa hiyo leo watumwa hakuna, tunavyompili watumwa esclavagisme, hatuna watu ambao tutawaacha huru. Kwa hiyo tutafute matendo ambayo tukiyafanya itakuwa ni sawa sawa na kumwacha esclave. Ndio hii tumesema kufanya tahlili. Kwa hiyo tufanye ikthar min tahlili, kuzidisha ili kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inakuwa ni bitahqiqi tauhidi, kuthibitisha ile tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika matendo ambayo sisi tunatakiwa kujifanya. Na pia Muislamu akumbuke kwamba ala almuslima yukathira min ad-du'ai, ujitahidi kufanya dua nyingi, bil itq min an-nar, kumuomba Allah kutenge mbali na moto wa Jahannam, la'alla yu'tiqu riqaba, uenda pengine Mwenyezi Mungu atakuacha mbali na moto. Unaomba dua, Mtume sallallahu anasema inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadan, likulli 'abdin minhu da'watun mustajaba. Muislam kila mwezi wa Ramadhani, kila usiku na mchana, Allah huwa anawaacha watu uhuru na moto wa Jahannam. Sadidi Mungu anakuandika kwamba wewe Bwana Isa hautoingiaga tena motoni kila siku ya Ramadhani. Sasa haijulikani journée yako ni ipi. Kwa hiyo unaweza kusema leo usiombe ile dua, ikawa ndio siku yako ya kuacha mbali na moto wa Jahannam, ukakosa kuacha mbali na moto wa Jahannam. Kwa hiyo Muislam zidisha akthar, zidisha sana kuomba dua, kwa sababu kila siku ya Ramadhani dua ya Muislam inakubalika wakati amefunga. Wakati umefunga journée mzima dua inakubalika, na ule wakati wa kufuturu pia dua inakubalika. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, hii ni mambo ambayo nitakiwa uifanye katika mwezi katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Na jambo lingine la kuongezea pale, yustahabbu lilmuslim bil ikthar fi hadhihi al-ushr min al-istighfari, Muislam anatakiwa sana kuomba msamaha kwa Allah, sana kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua usaimi mustahabu hala siyami wa inda fitri. Unapoomba dua kwa Allah inakubalika Muislam pendant la journée, na pakati ile ya kurompre jeune yako pia dua inakubalika. Kwa hiyo muombe Allah, mwambie Mwenyezi Mungu akusamee madhambi yaliyotangulia. Sisi tunamwasi Mwenyezi Mungu kwa kuona, kwa kusikia, yote tunapata madhambi, kwa kudhania chuki katika roho zetu, roho mbaya, kufikiria wakati mwingine mambo yanakuwa hayaendi katika maisha, mtu unahisi pengine umefanyiwa mambo mabaya, kupata dhana za kishirikina. Kwa hiyo yote hii ni madhambi, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anfa'ul istighfar, msamaha uliokuwa mzuri, sadiri ile repenti iliyokuwa sincere mbele ya Allah, ma qaranatuhu tauba, ni ile ambaye ndani yake mtu anatubia kwa Allah, bil iqla'i anil maasi, kuweza kuondoka kwenye ile dhambi. Sadiri unaomba msamaha kwa Allah na unaacha, unatoka kwenye ile dhambi, wanadamu alaiha, na unaijutia. Donc unajuta, unasema kwa nini nilifanya ile dhambi?
Usio unafanya dhambi unafurahia, hapana. Kama ulifanya dhambi unatubu kwa Allah na unaweka nia ya kutoka kwenye ile dhambi na kuweza kujutia kwa ile madhambi, wal azmu ala adami al-audati ilaiha, na kuweka nia kwamba mimi siwezi kurudia tena kwa ile dhambi. Waraddil madhalimi ila ahliha, na kurudisha kile ulichokichukua kia mtu. Kama ni kitu kia mtu ulichukua ukafanya dhambi, basi kirudishe kwa mwenye nacho. Hiyo ndio kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In kana dhambu muallaqan bi adami, kama itakuwa ni dhambi ambayo iko entre wewe na binadamu, inatakiwa ndio urudishe kile kilichokuwa haki yake, na unaomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni muhimu sana kuyafanya katika mwezi huu wa Ramadhani, hasa katika hili 10 la mwisho. Nikimalizia mambo mawili muhimu kabisa katika hili ni kutokusahau kuamsha wake na watoto katika familia. Mtume alikuwa aiqadha ahla, usiamke peke yako wewe baba wa nyumba, muamshe mke wako, waamshe watoto wako. Nyumba ambayo wanasali ndio nyumba ambayo inakuwa na baraka na khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi sana sana katika hili ili kuweza kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na nukta yetu sisi ya mwisho katika hili tutazungumzia ni Lailatul Qadri, usiku wa Lailatul Qadri. Maana yake tumezungumzia matendo ya kuyafanya katika Lailatul Qadri, dua za kuomba, na hasa katika dua, hasa ile dua ya Bibi Aisha alimuuliza Mtume, mimi ni muombe nini Mwenyezi Mungu kama nitajua ndio usiku wa Lailatul Qadri? Akasema kuli, useme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kwamba yeye Mwenyezi Mungu wewe unapenda sana kusamehe, basi Mwenyezi Mungu nisamehe na unifutie, kwa sababu al-afu ni alladhi yatajaa alladhi yasmah au yamsah, ni yule ambaye anasamehe na anafuta kabisa dhambi, inaweza kuondoka. Kwa hiyo hii ni dua ambayo mtu utaikarrir. Usiku wa Lailatul Qadri ni usiku ambayo uliteremka ndani yake Qur'ani, na ndio maana wakasema umeitwa usiku wa Lailatul Qadri, ni Lailatul Mubaraka, usiku wenye baraka, usiku wa cheo, kwa sababu ndani yake ndio mlishuka Qur'ani. Na wanasema unzila fihi al-Qur'ani jumlatan wahidan min lawhil mahfudhi ila baitil izza fi samai dunya. Qur'ani ilitoka katika mbingu ya 7 yote jumlatan, msafu wote mpaka kwenye hii mbingu ya dunia katika Baitul Izza. Kisha baadaye ndio ikawa inatoka pale inashuka kwa Mtume Muhammad pole pole kutokana na mambo ambayo inaenda inatokea. Na debut ya kuanza kushuka Qur'ani pia ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana wanasema wanachuoni, ukiangalia katika msafu ilivyopangwa ile Iqra bismi rabbik, baada Iqra bismi rabbik ikaja Lailatul Qadr, inna anzalnahu, ndio kisi inafuatana. Kana kwamba ni kwamba wako na kuambia kwamba Iqra bismi rabbika unzila fi inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, ni kana kwamba wanakuambia kwamba hizi aya hizi zilishuka katika usiku wa cheo. Kwa hiyo huu ni usiku wa cheo ambao ndani yake uliteremka Qur'an. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia anasema ndio usiku ambao ukisimama ndani yake khairun min alf shahr, ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, na miezi 1000 ni sawasawa na 83 ans ya ibada. Kwa hiyo Muislamu unapokuwa umesimama katika usiku wa Lailatul Qadri na kwa kutafuta usiku wa Lailatul Qadri utakuwa unapata malipo yaliyokuwa makubwa. Na Mtume anasema man qama Lailatul Qadri, atakayesimama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, kwa imani kabisa na kutegemea malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na kumalizia hadithi ya mwisho ni kwamba makosa yanatokea kwa watu wengi kupenda kutafuta Lailatul Qadri katika usiku mmoja. Lailatul Qadri huwa inahama, inaweza kuwa le 21, inaweza kuwa le 22, inaweza kuwa le 23, inaweza kuwa le 24, inaweza kuwa katika siku yoyote katika 10 derniers jours. C'est-à-dire il y a pas de jour fixe kwamba hii ndio nuit ya destin. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba tutafute Lailatul Qadri katika autar, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika masiku ya nombre impair. Kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema inni uritu Lailatul Qadr, mimi walinionyeshaga Lailatul Qadr nikajua kwamba c'était le jour, lakini wa inni nusituha, kisha baadaye wakanisaulisha. Faltamisuha fil arsh al-awakhir fil witri, muitafute katika 10 derniers jours, katika 10 la mwisho la dini la mwezi mtukufu wa nini wa Ramadhan. Kwa hiyo Lailatul Qadr inapatikana katika siku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan, lakini hasa ni katika masiku ya nombre impair, c'est-à-dire la nuit du 21, la nuit du 23, du 25, du 27, du 29 mpaka kabla ya kuingia Ramadhani, kwa sababu iko hadithi ambayo Ubay ibn Ka'b yeye anasema anaujua ule usiku. Anaujua ule usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba wallahi alladhi la ilaha illa hu innaha la fi Ramadhan, kwamba ule usiku unakuwa katika mwezi wa Ramadhan. Wa inni la a'lam ayu lailatin hiya, na mimi najua ule usiku ni usiku gani. Hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, ndio usiku ambao Mtume alituambia sisi tuweze kusimama. Wa hiya lailatus sabihata 27, ni usiku ule wa kuamkia le 27.
Kwa hiyo hadithi zilizokuwa nyingi zinaonyesha kwamba Lailatul Qadri mara nyingi huwa inatombeka katika masiku ya nombre impair, lakini hasa le 27. Lakini haina daiman, haina kila siku ya kila mwaka ya Ramadhani lazima itakuwa le 27. Ce n'est pas toujours, mais souvent. Okay. Ce n'est pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire la nuit du destin est souvent, elle tombe souvent pendant les nuits impair du 10 derniers jours du mois de Ramadan, et non pas tous les jours, et surtout le 27 du mois de Ramadan. Na ndio maana tujitahidi sana sana. Alors ili kupata Lailatul Qadri ujitahidi tu Muislam usimame madi jour yote utapata Lailatul Qadri. Kwanza le 21 mpaka kuingia le 30 au le 29, hapa utakuwa unapata thawabu zako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa nakulipa, pamoja kwamba hadithi nyingi zinaonyesha kwamba Ramadhani inapatikana katika masiku Lailatul Qadri inapatikana katika mausiku ya nombre impair ya 10 derniers jours ya mwezi wa Ramadhan, lakini surtout le 27 ya mwezi wa Ramadhan. Hii ndio ilikuwa khulasa ndugu yangu Isa. Kwa hii mada yetu ya leo tumeangalia ubora wa masiku 10. Tumeangalia kwamba ndio masiku bora kabisa na mausiku yake ndio mausiku bora kabisa ya mwaka, na matendo bora yaliyokuwa ndani yake ni mtu kusali, kusoma Qur'ani, kuomba dua, kufanya istighfar, Mwenyezi Mungu akusamee madhambi. Haya ndio matendo bora. Kufanya sadaqa yoyote, kwa sababu amali yote utakayofanya katika usiku wa hili 10 la mwisho, ikiwa ndio Lailatul Qadri, c'est comme si kama ulitoa sadaka ni kana kwamba ulitoa sadaka pendant 83 ans. Okay. Kama hata ikiwa ni 1000 francs usione kidogo, maana yake tahsabuna hayyinan wa 'inda Allah adhiman. Muislamu usione kile unachokifanya kwa ajili ya Mungu ni kidogo, lakini mbele ya Mungu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo il faut pas minimiser les choses, uifanye ikhlasan kutoka katika moyo wako kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na usiku wa cheo ndio ule ambao tumeuona na fadhila zake na vipi tunaopata usiku wa cheo. Hii ndio ilikuwa maudhui yetu ya leo ya Ramadhani tarehe 22. Sasa nous sommes déjà katika 10 derniers jours ndugu yangu Isa, na kuna bakia 8 jours au 7 jours ili mwezi wa Ramadhani uweze kuisha. Nafikiri utakuwa na maswali ili tuweze kumaliza maudhui yetu ya leo. Na asante sana Sheikh Abubakar. Mimi nadhani dua ni ile Sheikh anatuambia Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Turudie ndugu yangu Isa. Oh Allah, tu es certes celui qui pardonne et efface les péchés et les fautes. Tu aimes pardonner et effacer les péchés et les fautes. Alors pardonne-moi et efface mes péchés et fautes. Wallah, mashallah. Hiyo ndio dua ambayo Sheikh amesema kwa Kifaransa, ndio ile Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni dua ambayo ikariri sana ili Mungu akusamee na afute madhambi, uwe msafi baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika. Na Sheikh, kabla tujamaliza kipindi chetu, mimi nadhania tutapita kipindi cha maswali au parti yenye iko juu ya ma question. Question ya kwanza ni Waislamu wanauliza, wanasema kwanza ile Lailatul Qadr ou la nuit du destin, précisément mtu faut kuanza kulamuka depuis sakani, parce que batu ba mingi banasema no Lailatul Qadr ni mpaka busiku sana, bengine banasema no mtu tu par exemple kama akisali. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu kama unasali nyuma ya imamu na mpaka au kumwacha imamu mpaka mwisho wa sala, wewe unakuwa unalipwa benediction sasa vile mtu alisali busiku bote. Alors sasa ule mtu mwenye alipitiwa kutokuamka busiku na alisali tu nyuma ya imamu, je, ule mtu anaweza kuwa na Lailatul Qadr? Ndio swali la kwanza. Naam, shukrani sana ndugu yangu Isa. Tukianza kujibu swali la kwanza, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Hadithi ya Mtume, kwanza tuseme Lailatul Qadr kuupata usiku wa cheo utaupataje? Ni lail ni moya Kiarabu, ni usiku. Na usiku mkiarabu unaingia baada ya salatul maghrib. Okay. Yani pale tunapokuwa tunafuturu tu déjà, kama deja ni usiku wa Lailatul Qadr, nous sommes déjà dans la nuit du destin. Ukifanya matendo, ukianza tu kufuturu, kwa baada ya kufuturu matendo yote mazuri utakayofanya yote utaandikiwa thawabu za kupata Lailatul Qadr. Na ndio inakuwa ndio Mwenyezi Mungu alisema, akaonyesha ghaya inaisha akasema salamun hiya hatta matla' al-fajr, inakwenda journée mpaka jusqu'à l'entrée jusqu'à l'aube. L'aube, voilà, alfajiri ikiingia tu ndio Lailatul Qadr inaondoka. Kwa Lailatul Qadr inaanza baada salatul maghrib, kubaidika kwa journée tu ikiingia usiku pale tayari Lailatul Qadr haina mpaka usiku katikati. Na swali lako la kuonyesha, je, mtu akisali pamoja na imamu tarawih na akasali witri kisha usiku yeye akusimama, je, Lailatul Qadr hana? Anayo shekhe, tena anayo thawabu ya sawa sawa amesali usiku. Mtume sallallahu katika Sahih al-Jami anasema man lazima al-imama hatta yansarifa
atakayekuwa amelazimiana na imamu akasali naye mpaka imamu atakapoondoka, Mtume anasema kutiba lahu qiyami lailatin, Mtume atamwandikia thawabu ya kusali usiku mzima. Kwa hiyo wewe mama yangu, baba ambaye hauna nguvu tena kusimama sana usiku, sali tarawih nyuma ya imamu, sali huko nyumbani, salisha wewe mpaka na witri yako, ukimaliza khalas hauna nguvu ya kusimama. Uislamu dini yusru, Uislamu ni dini iko mwepesi Sheikh. Ndio, sawa. Twende kwenye swali la pili. Wanauliza Waislamu wanasema, je, batu walikuwa habitué kwenda kusali kwa moské, vala tuko periode ya confinement. Naam. Batu kwenda kwa moské abaendaki, na kwa moské ndio utakuta batu bana miaka banafanya itikafu. Ndio. Itikafu ni retraite ile yenye ba musulman banaifanyaka pendant les derniers jours ya mois ya Ramadan. Naam. Alors bale benyewe hawatawezeshwa tena parce que kuko confinement, hawatawezeshwa kwenda. Bo watabakia kwa nyumba yao. Na bo Qur'ani abasomaki ile mrefu parce que kule kwa moské batu banasomaka kweli, mnaweza kulamka 2h du matin, mnaanza kusali paka 5h. C'est-à-dire hakuna kulala tena. Kwa watu wanaamka 0h, 1h, banaanza kusoma Qur'ani paka busubuhi. Mena batu bale benyewe bo Qur'ani abajui, mtu anaweza kwa par exemple ni 10 surati tu ndio anajua, au 5 au 3 au 2, les nouveaux convertis bale. Itakuwaje bona boba faidiki na ile Lailatul Qadr, wataipata je? Ndio anauliza swali. Naam, shukrani. Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema faqra ma tayassara min alquran au faqra ma tayassara minhu. Mwenyezi Mungu anasema soma kile ulichokuwa nacho katika Qur'an, soma kile unachokiweza katika Qur'an. Wewe baba mtazamaji, kaka na dada mtazamaji ambaye hukuwezeshwa na Allah kuijua Qur'ani nyingi, soma Qur'ani unayoijua wewe. Kama ni kulu Allahu, soma kulu Allahu yako, ikiwa ni 2 3 autant de fois utakavyoweza. Tena iko hadithi ambayo anasema man qara al-10, atakayesoma Qur'ani kulu Allahu 10, bunia lahu qasr fil janna, Mungu anamjengea gorofa katika pepo. Sasa wewe piga zako 10 unanuia gorofa, unapiga 10 unanuia etage, unapiga 10 unapata thawabu. Hadithi nyingine inasema atakayesoma Qur'ani kulu Allahu mara 3 ni sawa amesoma robo ya Qur'ani, kari ya Qur'an. Kwa hiyo Uislamu ni dini yusrun, na kusimama sio lazima kisimamo kiwe kirefu ndio upate thawabu nyingi. Unaweza kusimama kidogo kwa nia na ikhlas, na Mungu akulipa malipo aliyokuwa makubwa, kama hadithi ilivyokuja katika Mustadrak ya Imam Ahmad ya ule mtu ambaye Mtume alisema yudkhil alaykum ahlu min ahli aljanna. Sasa hivi ataingia mtu mmoja ni miongoni mwa watu wa peponi. Amali zake ilikuwa ni kusali rakaa 2 usiku tu, tena sura fupi. Lakini kwa sababu alikuwa na sana ikhlas na afanye ghiba, ateti watu, Mungu alimwandikia pepo yake kabla hajakufariki. Kwa hiyo wewe ambaye haujui Qur'ani, soma Qur'ani ndogo na Allah atakulipa Lailatul Qadri, thawabu zote utazipata. Na mimi nadhania tuko presque kwa mwisho wa emission, mais avant tumalize Sheikh, tungaliki tuko paka mfazi ya ma question. Kwa question nyingine banauliza precisement ni matendo gani ile yenye mtu ataiweka busiku, par exemple kama mtu analamuka, kama anaweza kurepartir temps yake wakati analamuka, maana akilamuka kwa kushika uzu kuko hiki atafanya je? Maana kama yeye kusoma Qur'ani yote atasoma paka na daku ile chakula kidogo wa mtu anatakiwa kula ndani yake mnakuwa baraka ile avant lobby ingie au alfajiri ingie, ataifanya je? Kama atarepartir temps yake. Wala shukrani sana. Hii ni jitihada tumeifanya katika kuandaa hii Sadir Bref. Mtu anaweza kutumia muda wake hivi bwana Isa. Kama Allah amemjalia misali tarawih usiku na akasali witri pamoja na imam, tayari yeye anayo qiyamul layl. Akiwezeshwa tena kuamka usiku, akiamka, Mtume alikuwa akiamka usiku anasali rak'atayn khafifatayn, anasali 2 rakaa fupi sana. Kwa hiyo unaamka unatia udhu, unasoma dua, unasali 2 rakaa yako fupi. Baada ya kumaliza 2 rakaa yako fupi, unasoma ma tayassara maka min alquran. Unasoma kile unachokiweza katika Qur'an. Ukimaliza kusoma Qur'ani, kisha dua, kwa sababu dua tayari itakuwa imekuja baada ya Qur'an, itakuwa ni dua ambayo inakubalika sana. Unaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usisahau pia katika dua yako Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, usisahau kuiomba hiyo dua. Kisha baada ya hapo, ukimaliza hapo, unatasahar, unakula daku kidogo utakachowezeshwa. Unakula daku yako kidogo, itakuwa tayari kwa 4 kule 420 4 ngapi. Kisha baada ya kula daku naomba dua, kwa sababu ule wakati unakula daku Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na malaika wote wako nakuombea msamaha pale. Mwenyezi Mungu anakurehemu na malaika wanakuombea msamaha. Kisha ile dakika ndogo itabakia mpaka kabla alfajiri kuingia, zidisha kufanya istighfar, muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa hiyo hizi ni amali 4. Kwa hiyo ukiamka unaanza kusali rakaa kadiri ya uwezo wako, unasali rakaa 2 au 4 kadiri ya uwezo wako. Ukimaliza pale unaisoma Qur'an kadiri ya uwezo wako. Ukimaliza pale unaomba dua kadiri utakavyowezeshwa na Allah, lakini usisahau Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, usisahau ile dua. Kisha baada ya hapo utasahar, unakula daku.
ili usikose fadhila, kwa sababu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin, Mwenyezi Mungu na malaika huwa wanaombea dua na msamaha wale wenye kula daku. Usikose ile dua. Kisha baadaye ukimaliza kula daku fanya istighfar mpaka muda wa swala, kwa sababu wanasema kumaliza matendo na istighfar ni katika alama ya mtu kukubaliwa matendo yake. Na ndio maana hata swala ukisema salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, unasema nini? Astaghfirullah, astaghfirullah. Unaomba msamaha wa nini wakati unatoka unasali? Kuonyesha kwamba ibada kubwa zinamaliziwa na istighfar. Na hata haji, ukimaliza hija unafanya istighfar. Kwa hiyo utakuta kwamba ibada nyingi kubwa zinamalizwa na istighfar. Hivi ndivyo tunaweza kurepartir ibada kuzifanya katika 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mshemina Zania, tuko presque kumwisho wa emission yetu. Dans quelques minutes kwa tuna désannoncer emission yetu. Ni ushauri gani au neno ambayo utawapatia Waislamu comme conseil pendant cette période ya 10 derniers jours ya mois de Ramadan? 10 derniers jours ya mwezi wa Ramadhani, mimi nitasema kwa ufupi Bwana Isa, watu wazingatie tuliyozungumza katika darasa. Msikilizaji mzuri ni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Msikilizaji mzuri ni yule ambaye anasikia maneno ya Mungu na mtume wake na anaifanyia kazi. Sio yule ambaye anasikia na anafanya kiburi. Mungu hapendi wenye kiburi. Wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna uluu fil ardi la fasad wala aqibatu lilmuttaqin. Pepo wataingia watu ambao hawana kiburi. Kwa hiyo tufanye haya matendo tuliyosikiliza. Sisi mashehe tumefikisha, wenye kusikiliza watumikishe. Lakini lingine pia, kwa sababu wewe ni Muislamu ambaye siyamu yako ina matatizo, tutaliongelea katika Ijumaa yetu ya mwisho, ni zakatul fitri. Tusisahau zakatul fitri kwa sababu ya kusafisha madhambi na makosa mbalimbali tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, na pia kuwakumbuka maskini ambao wako wakati wa confinement, wako mcoronavirus, hawana chakula na hawana uwezo wao kula kufurahi siku ya Idi yao. Kwa hiyo hata kama hatuwezi kwenda kubatima di 30 juin, watu wataikula Idi katika majumba yao. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu, liweke katika akili. Tutakuja kuzungumzia habari ya Eid ya zakatul fitri, na zakatul fitri inatakiwa kutolewa un jour ou bien ile siku ya Idi avant. Kwa hiyo tutakuwa bado tungaliki mu interval, kwa sababu vendredi prochain itakuwa le 29 ya mwezi wa Ramadhan. Tutakuwa na siku kabisa ya kuweza kuzungumzia zakatul fitri na watu kutoa a partir ile siku ou bien siku itakayofuata avant ya kusali salatul Eid. Na asante sana. Mimi nadhania Sheikh anatuamrisha kutenda matendo mema. Tubakumbuke banduki yetu ba étudiants communauté estudiantine ya Lubumbashi, ya Université Lubumbashi, les orphelinats aussi na orphelinat. Tuko na au moins 20 étudiants benye biko nakala kuma homme. Hii periode ya confinement banaenda kufuturu ku mosquée, mais hapa sasa habana nafasi ya kwenda. Mimi nadhania nimero ya Sheikh iko pale chini ya bana ya ekran yenu. Mnaweza kumuita Sheikh, kuko responsable wa université anaitwa Shaabani, mtamuona ubi Amir Shaabani, ubi swati mnaweza kufika hata bale bana kwaka kote ya Kasapa peko kabine ya ndugu yetu bwana Abdallah, ni parmi ya ba jeune musulman asudi. Mnaweza kumuona, atamiambia, atamiorienter kama mnaweza kubasaidia. Yule mwenyewe yuko na 5 kilo ya sukari, yuko na mfuko wa bunga, yuko na kwake siswa ile anaweza kumsaidia ndugu yake Muislamu. Ajitahidi, ni wakati wa kujichumia. Inshallah twende tukamone organisation iko pale. Tubakumbuke banduki yetu ba musulman, ba prisonniers tusibasaulike, na maorphelinat tusibasaulike, na bale bazebe tubanekalaka kwa hospital de VR tusibasaulike inshallah. Na jambo lingine mwasaulika maimam pia inshallah, ndio na maimam tusasahau, wako katika shida. Saulike pia maimam zetu, madai wote wa misikiti yote ya Lubumbashi, tusiweze kuwasaulika. Uende Mwenyezi Mungu anasema tukadimu yanfusikum min khairi tajidu Allah. Kitu kyote kenye utakitoa peso atil uende ukampatie mtu, Mungu anasema utakikuta kikubwa mbele yake. Kwa hiyo Uislamu tunajua kama sisi ni dini ya charitable, ni dini yenyewe tunatakiwa kujitahidi sana kwa ajili ya kutoa. Tujitahidi tu watu wenye kutoa na tufungue mikono yetu, ndio Mungu atatusaidia na atatusamee, kwa sababu aina kama unatosha sadaka unampatia mtu, usizania sema unapungukiwa. Hapana, utakuwa njoko unajiongezea baraka sana, na Mungu atakuwa anakupatia, kwa sababu la main qui donne c'est elle qui reçoit encore. Donc tujitahidi sana. Mimi nadhani Sheikh, ni hapa kabisa tunamaliza kipindi chetu cha leo. Na nyinyi watazamaji wetu wapenzi, tunashukuruni kwa sababu mlikuwa wengi, na merci kwa equipe technique yote yenyewe kuna tuassiste. Tunaona bote bale bako nyuma makamera, benye bako technique na benye bako realisation na programmation na supervision, bote tunamshukuru sana. Ni hapa kabisa tunafika mwisho kipindi chetu. Tutakutana tena vendredi prochain avec le même et réel plaisir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
على